Ninawasalimu popote mlipo ndugu watazamaji, hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ndani ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ambayo ilipata madaraka kupitia kwa kumwaga damu ya raia wa Tanzania, upende usipende, ukubali usikubali, kuna mpasuko. Na ndio maana niko hapa ili kuweza kukuchorea taswira kamili. Nimekuwa nikiwaeleza kwamba kuna mpasuko na kuna kutoelewana. Wengi wenu mmekuwa mkiniambia kwamba ninapiga maneno chwara. Sasa hii leo nimeshuhudia tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026 au kila tarehe 1 mwezi wa 5 kila mwaka huwa ni siku ya kusherehekea wafanyakazi. Hii ni national holiday. Na kwa kawaida kwenye function kama hii huwa rais, makamu wake na viongozi wengine hufika, lakini kiitifaki ni lazima makamu wa rais afike, alafu aweze kumkaribisha rais akanene na wananchi. Sasa leo katika sherehe za kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani Mei tarehe 1, Mei mosi, sherehe hizi ziliandaliwa upande wa mkoani Njombe, na wageni ambao walifika pale ni Samia, mkuu wa mkoa na waziri mkuu Mwigulu Nchemba. Ni nani ambaye amekosekana hapa katikati? Ni makamu wa rais. Kwa kawaida makamu wa rais ndiye umwalika rais kuzungumza. Sasa cha kushangaza hata picha ambazo zimeweza kuonekana, mfano kama hii ambayo unaendelea kuona hapo, Samia walionekana wakiwa wameshikamana mikono naye Mwigulu Nchemba ambaye ni mwajiriwa namba 1 wa Samia. Alikuwa ameshikana mikono wakiimba na Mwigulu Nchemba. Lakini kuna mtu ambaye amekosekana hapo katikati, Dr. Emmanuel John Nchimbi, Mtanganyika namba 1. Unahisi ni kwa nini Dr. John Nchimbi hakufika kwenye huu mkutano? Huu mkutano ni wa kitaifa na kiitifaki ni lazima angefika, anene, amkaribishe rais naye anene. Penye rais yupo, makamu wa rais lazima awepo. Kama rais hayupo nchini, unapata kwamba makamu wa rais ndiye anashikilia. Kama makamu wa rais hatakuwa na rais, basi jua kwamba makamu wa rais ametumwa mahali na rais. Lakini nimejaribu kuangalia, hakuna mahala ambapo Dr. Nchimbi alikuwa. Kitu ambacho niliona tu ni machapisho kwenye kurasa za afisi ya makamu wa rais zikiwatakia wafanyakazi heri njema ya kazi, ya maadhimisho ya kazi duniani. Alafu nikajaribu kuchanganua, kuna baadhi ya kanda ambazo Dr. Nchimbi amekuwa akizizungumza, mpaka mimi mwenyewe nikasema kwamba hapana, hapa kuna mpasuko. Mfano hivi majuzi, mnaelewa, kuna kanda moja ya Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, ambayo iliweza kufutwa kutoka kwenye kurasa za serikali na vituo vya serikali kwa kukemea
ufisadi Tanzania. Hata wazee wetu watangulizi, Mwalimu Nyerere, walikuwa wanakemea ufisadi. Lakini kanda hiyo ya Dr. Emmanuel Nchimbi iliweza kufutwa kutokana na kwamba alikemea ufisadi. Kuna mfululizo wa kanda zake Dr. Nchimbi amekuwa akizungumza. Mfano, kuna kanda ambayo alikuwa akiwazomea viongozi mpaka raia wakaanza kusema kwamba inaonekana Dr. Nchimbi anamuelekezea kidole Samia, akimweleza kwamba mamlaka ambayo mmeweza kupewa na wananchi, madaraka ambayo mmeweza kupewa na raia, msiyatumie vibaya. Lakini mimi kitu ambacho kiliweza kunishangaza, itawezekanaje kauli ya Dr. Nchimbi kukemea ufisadi inakera rais mpaka anaamuru inafutwa kutoka kwa kurasa za vituo vya serikali. Kauli kama hizi ambazo kanda zake nitakuchezea hapa zitakuashiria kwamba mambo si mazuri katika hii serikali ya Samia. Kuna mpasuko mkubwa sana, na kadiri ya siku zinapozidi kusonga, mpasuko huu unazidi kuenea na kupanuka zaidi. Kiongozi wa kweli ni mnyenyekevu na habagui anaowaongoza. Waunganishe watu wote walioko chini yako. Huwezi kuwa wewe una vikosi vya wapelelezi, muda wote wanatafuta wenzako wanasema nini. Binadamu ana haki ya kufikiri. Anaweza akayaona ya kwako mazuri 100 akayaongelea, na akaona ya kwako mabaya 2 akayaongelea. Sasa wewe utasikia yale 2, yale 100 hutasikia. Hivi huyu kakukosea nini kama amekusifia mara 100 kakusema vibaya mara 2? Kuna shida hapo? Hamna shida yote, na ni haki yake kufikiri, sio? Hajatumia ubongo wako wewe kufikiri, katumia wa kwake. Hajatumia energy yako yoyote kufikiri. Kwa niseme viongozi wa kuchaguliwa katika chama chetu tunaomba wawe wanyenyekevu, waongoze katika kuunganisha watu na sio kuwagawanya. Kosa kubwa ambalo viongozi wengi tunafanya ni kutumia vibaya imani tunayopata kutoka kwa wananchi wetu. Ukiaminiwa na wananchi, manake wanakutarajia utumie madaraka waliokupa kwa maslahi ya wananchi, sio kwa maslahi yako. Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere alikuwa wa kipekee sana katika hili, na ndio maana alikuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kusema kila mwananchi awe na haki ya kupata elimu ya msingi bure, kila mwananchi, na kuanzisha utaratibu wa UPE, Universal Primary Education, ambapo kila Mtanzania alikuwa na haki ya kupata elimu ya msingi. Na kwa kweli wakati wa Mwalimu hakuwa na masiara. Kama hutaki kwenda shule utapelekwa na polisi. Alitaka watu wake wote wasome, alitaka watu wote waelimike. Lakini vile vile baba wa taifa aliamini kwa dhati katika utu na uhuru wa binadamu. Na ndio maana baada ya uhuru wa nchi yetu, baba wa taifa Mwalimu Nyerere alilielekeza taifa letu katika vita vya ukombozi wa bara la Afrika. Hakuna nchi ambayo imepata uhuru baada ya Tanganyika ambayo haitambui mchango wa baba wa taifa, ama kwa maneno, ama kwa fedha, ama kwa rasilimali zingine katika kusaidia uhuru wa nchi hiyo. Na ndio maana tunaheshimika sana duniani kwa mchango wa baba wa taifa katika kutambua ubinadamu na utu wa binadamu duniani. Unajua hata kipindi ambapo Samia alikuwa na wasili katika uwanja huu, mahala ambapo sherehe za maadhimisho ya siku ya wafanyakazi ziliweza kuandaliwa upande wa halmashauri ya mji wa Njombe, eneo la Lunyanywi, mtu ambaye niliona peke yake akimkaribisha ni Dr. Mwigulu Nchemba. Kwa hivyo mimi nina uhakikisho kwamba Dr. Nchimbi hakukuwa hapa,
kwa sababu nimesubiri picha kutoka kwenye kurasa za afisi ya rais, angalau ziweze kuchapisha nione iwapo makamu wa rais Nchimbi alikuwa pale. Sikuona. Niliona tu afisi ya rais imechapisha Samia wakinongonezana naye Mwigulu Nchemba. Mwigulu Nchemba ni kidomo kama Samia. Watu ambao wanasema kwamba Watanzania tuliweza kulipwa ili tuweze kuandamana kukataa uchaguzi wa mwaka uliopita. Iwapo basi tuliweza kulipwa, ni vizuri mwenye alitulipa anapaswa kutuongeza hela ili tuendelee kuhitaji haki zetu ziweze kutekelezwa, kama vile demokrasia iweze kuendelezwa na mambo mengine. Sasa mtazamaji wangu, kauli zimeweza kutolewa mitandaoni na raia. Wanasema kwamba wao wanazidi kuombea hii serikali pasuke zaidi. Kwa nini? Nchimbi na Samia walikuwa pamoja kipindi cha uchaguzi, kipindi cha mauaji Tanzania. Sio eti kwamba Nchimbi aliweza kushuka kutoka mbinguni, walikuwa pamoja. Na iwapo Nchimbi atataka Watanzania waweze kumkubali kwenye nyoyo zao, wacha aweze kujiuzulu kutoka madarakani, ndiposa tuweze kumwamini kwamba hata hizi kauli ambazo anazitoa zinamaanisha maneno. Ndio akitaka tuweze kumwamini kwamba kauli zake ziko na uzito, akitaka tuweze kumwamini kwamba ameweza kuchoshwa na hii serikali ya Samia, wacha aweze kujiuzulu. Ndio akishajiuzulu, hapo ndipo tutamwamini kwamba anamaanisha kila ambacho anakizungumza, kwa sababu walisimamia kutolewa uhai kwa Watanzania. Wote wawili walisimamia ndugu zetu kuzikwa kwenye kaburi la pamoja. Wote walisimamia kuamuru polisi kuwachinja na hata kuwathuru na hata kuwaficha, kuwapoteza ndugu zetu. Hawa wawili waliweza kuteua jopo la Jaji Chande ili kuficha uozo ambao ulitokea mwaka uliopita. Na ndio maana mimi ninasema kwamba wacha waendelee kupasuka. Lakini inaonekana kwamba ikifika mpaka mahala Dr. Nchimbi hataki kufika kwenye sherehe za kitaifa kama hizi, mahala ambapo alikuwa anapaswa kufika, mahala ambapo viongozi wakuu wa serikali wanapaswa kuoneshana ama kuonyesha mshikamano, kuna jambo ambalo linazidi kupikwa. Tangia hotuba yake Dr. Nchimbi iliponyofolewa kutoka kwa mitandao ya kijamii ya vyombo vya habari vya serikali, lazima utajua kwamba mambo si mazuri ndani ya hii serikali. Je, ni kipi ambacho Dr. Nchimbi anakijua sisi hatukijui? Na je, ni kipi ambacho Dr. Nchimbi ameweza kuamua tukiwa tunaelekea uchaguzi wa mwaka 2030 ambacho hajaweza kuwaambia Watanzania? Zungumza nasi hapa chini ili tuweze kupata wazo lako. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Asante sana kwa sapoti yako.